Yes, unaambia kwamba hayo ndo mapokezi ya rais wa Kongo ambaye anajulikana kama Felix Tshisekedi mara tu baada ya kumaliza kikao chake cha amani, yeye pamoja na rais wa Rwanda ambaye anajulikana kama Paul Kagame mbele ya rais wa Marekani Donald Trump. Walikuwepo na kikao cha muda mrefu na ilikuwepo ni kwa ajili ya kutaka kumaliza mzozo ambao umekuwepo baina ya Kongo pamoja na Rwanda. Sasa juzi tu viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, namzungumzia Felix Tshisekedi pamoja na wa Rwanda ambaye anajulikana kama Paul Kagame, wametia saini mkataba wa amani katika mkutano ulioandaliwa na rais wa Marekani Donald Trump huko Washington, huku lengo likiwa ni kumaliza mgogoro wa muda mrefu mashariki mwa DRC. Makubaliano haya yanakuja baada ya mapigano mengine kati ya jeshi la DRC na waasi wa M23 ambao imeelezwa kuwa wameungwa ama wanaungwa mkono na Rwanda. Serikali ya DRC imesema kwamba waasi wanajaribu kuharibu mchakato wa amani, wakati wa M23 wakidai jeshi limekosa kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Wakati wa uwekaji saini, Trump alisema kwamba Marekani itapeleka baadhi ya makampuni yetu makubwa, yani nataka nimnukuu, itapeleka baadhi ya makampuni yetu makubwa na ya ubora katika nchi hizo mbili kuchimba madini adimu, akiongeza kwamba kila mtu atafaidika kwa mpango huo. Sasa ni mpango ambao ni mkataba ambao umewekwa wino kabisa, lakini Marekani pia ina interest ambayo itakuwa inahusika, kwa maana kwamba Marekani watapeleka makampuni yao makubwa, na kikubwa ambacho watakuwa nakipeleka kule ni kwanza kuhakikisha kwamba wanachimba madini, baadhi ya madini adimu kabisa ambayo inapatikana kwenye nchi ya demokrasia ya Kongo. Sasa mkataba huo bana umeweza kusainiwa kabisa na viongozi hao wawili mbele ya Rais Donald Trump, lakini ni mapokezi ambayo kuna baadhi ya watu ambao wamepinga mpango huo, lakini kuna wengine ambao wamekubaliana na hilo kutokana kwamba ndio njia pekee ambayo inakwenda kumaliza mzozo ambao umekuwepo kwa muda mrefu sana wa hizi nchi mbili. Nazungumzia Democratic Republic of Congo ama nchi ya kidemokrasia ya Kongo pamoja na Rwanda. Sasa kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanahoji kwamba uwepo wa Marekani kuleta makampuni kwa ajili ya kuweza kuchimba madini ambayo ni madini ya Afrika ni kitu ambacho watu wengi hawajakipokea vizuri, lakini huu msafara ambao umetoka kuona ni msafara wa baadhi ya viongozi na ambao walienda kumpokea Rais Felix Tshisekedi, lakini baadhi ya wananchi ambao walikuwa wamefurahia baada ya mkataba huo kuwekwa wino. Una maoni gani kuhusiana na mapokezi haya, na unadhani kwamba hii itakuwa ndio suluhisho ya kudumu katika mgogoro ambao umeshuhudia baina ya Rwanda na nchi ya kidemokrasia ya Kongo? Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.